viongozi wa serikali ya wanafunzi TAHLISO pamoja na serikali ya wanafunzi ya Chuo Kikuu cha Dodoma, viongozi wa Chuo Kikuu cha Dodoma, ndugu waandishi wa habari kutoka vyombo mbalimbali, lakini pia wadau wetu tunaoshirikiana katika shughuli za kuwahudumia wanafunzi, hasa mabenki yetu ya biashara ambayo yanatoa huduma kwa wanafunzi wetu. Kwanza nipende kutumia fursa hii kuwakaribisheni Chuo Kikuu cha Dodoma. Karibuni sana. La pili, ni faraja kubwa kukutana na ninyi katika kutumia fursa hii kuwatangazia wanafunzi wetu kufunguliwa kwa vyuo tarehe 1 Juni 2020. Katika kutekeleza maelekezo ya serikali yetu ili tuweze kuendelea na masomo. Nitumie fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa fursa hii ya kuturuhusu kuendelea na masomo. Na sisi upande wetu nitumie fursa hii kusema tumejipanga, na nataka nitumie fursa hii kusema vijana wetu wasiogope, warudi vyuoni, kwa sababu tumejipanga kuhakikisha masomo yanaendelea, lakini wakati huo huo tukizingatia tahadhari zinazotolewa na wataalamu wa afya na serikali pia. Sasa kwa hiyo kwa wakati huu niseme tunahakikishia kwamba maandalizi yote yanaenda vizuri, na vijana wanatakiwa waanze kurejea kuanzia tarehe ya leo kwa chuo chetu, yani 29 mwezi wa 5 2020. Shughuli za usajili zitaanza rasmi leo na zitaendelea mpaka Jumapili. Kwa wale watakaoshindwa kabisa, wataendelea na shughuli za usajili wakati masomo yakiendelea kuanzia Jumatatu kwa wiki nzima ile. Kwa hiyo watakapokuwa na toka kwenye kipindi anaendelea na usajili wake, na uhakika wenzetu tunaoshirikiana nao benki za biashara nao watatusaidia katika mchakato huo, hasa kuhusiana na masuala ya malipo. Hasa la malipo kwa wale wanaonufaika na mikopo kutoka bodi ya mikopo, nadhani mkurugenzi ataizungumzia vizuri. Lakini mimi ombi moja tu hasa kwa vijana wetu kupitia kwenu, vijana wajitahidi kutekeleza yale ambayo yatawahusu, hasa wale wenye mikopo. Yanayowahusu ni pamoja na kusaini zile fomu zinazohusiana na malipo yanayowahusu wao, lakini malipo yale yanayohusu ada ya chuo. Kila mmoja wetu akitekeleza wajibu wake, basi masomo yataenda vizuri. Ni kwa jinsi gani tumejiandaa kwa tahadhari ya ugonjwa wa corona? Chuo Kikuu cha Dodoma kimepokea pia maelekezo yaliyotolewa na Wizara ya Afya ya namna ya kujikinga na ugonjwa wa corona. Na maelekezo haya yametolewa kwa nchi nzima na yamesambazwa na kwa hivi kupitia serikali ya wanafunzi, na sisi tutasambaza, lakini vile vile tutaweka vipeperushi sehemu mbalimbali na hata kwenye kuta, madarasa, ofisi, maktaba na katika mabweni. Sasa katika hitaji hilo ni pamoja na kuzingatia usafi. Katika maeneo yote tutakuwa na maji tiririka pamoja na sabuni. Kwa hiyo vijana kila mmoja atakumbushwa na atatahadharishwa kwamba ajitahidi kuzingatia usafi. La pili ni kuvaa barakoa. Nitumie fursa hii kuwaomba vijana wetu wawe na barakoa zinazokubalika, zinazoweza kuwakinga. Na tatu, pale maji yanapokuwa hayapatikani kwa haraka, basi angalau na vitakasa mikono. Chuo kinatengeneza vitakasa mikono, wanaweza wakajipatia vitakasa mikono hivyo chuoni au kwingineko ambako inapatikana, na akawa nayo mfukoni akatembea nayo. Lakini pia barakoa
tumeanza jitihada za kutengeneza, kwa hivi akishindwa kujipatia chuoni mahali pengine anaweza akajipatia pia chuoni. Kupitia serikali ya wanafunzi tutaendelea kuhamasisha na tutaendelea kutoa elimu ya namna ya kujikinga. Lakini la mwisho, kama ambavyo pia Mheshimiwa Rais wetu ametuelekeza na tumeona inafanya kazi, kwa imani zetu tofauti tutaendelea, na tumetoa fursa hiyo. Vijana wetu pamoja na watumishi wataendelea kuomba. Sasa hili la kuomba ni la msingi. Ukiomba, na kama ambavyo Watanzania wamekuwa wakiendelea kuomba, na vyuo vikuu ni sehemu ya Watanzania na fursa hiyo ipo, tunaamini kabisa hakuna mwanafunzi au hakuna mtumishi kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu atakayeugua, na sote tutavuka salama, tutamaliza masomo yetu ya semester vizuri, na kwa wale watakao hitimu basi watahitimu, na wale ambao watakuwa wanaendelea na masomo wataendelea. Niwakaribisheni tena, karibuni sana Chuo Kikuu cha Dodoma. Mkurugenzi mtendaji, karibu sana. Mwenyeji umeshakaribisha, ukiwa umekaribishwa huwezi kukaribisha wengine, kasoro kwenye ngoma. Ziko zile ngoma ambazo wakicheza watu wanashikana mikono wanazunguka, ukimwachia mwenzio kumpati tena. Sasa ile ukiingia watakiwa akija mwingine unamkaribisha. Lakini raha yake ni kwamba kwenye ngoma, si unajua pana msemo unasema raha ya ngoma ingia ucheze. Unapomkaribisha manake ni kwamba anakukimbia na kuachia nafasi ya kucheza. Kwa hiyo nakushukuru sana Profesa Be, mkuu wa Chuo Kikuu cha Dodoma. Kwa hiyo kwa mara nyingine tunawashukuru sana kuungana na sisi asubuhi ya leo, na mimi naomba nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kutuvusha katika kipindi hiki ambacho kusema kweli tumejifunza na tumekomaa, lakini Mwenyezi Mungu ametujalia uvumilivu na uthubutu, lakini hasa kuwapa uwezo viongozi wetu wakubwa, hasa Mheshimiwa Rais Magufuli na wasaidizi wake wakuu kutuongoza. Unajua kuongoza watu wakavuka katika jambo kama hili si jambo jepesi sana. Kwa hiyo kusema kweli tunashukuru sana kwamba tumeweza kuwa na uongozi ambao umeweza kutuvusha na tukafika hapa tulikofika katika kipindi hiki cha COVID-19, na tunaendelea kusonga mbele kwa uhakika mkubwa sana. Na kusema kweli si rahisi sana kutaja mafanikio na namna tunavovuka bila kuwashukuru wanahabari. Hata sijui kama nyinyi mnajua ni muhimu sana katika mambo haya, hasa katika hili. Sisi wote tunawategemea na tutavuka kwa namna ambavyo mnashiriki katika kutuelimisha na kutuunganisha kufanya yale ambayo yaliyokuwa sahihi. Kwa hivyo kama tulivyozungumza leo na mkuu wa Chuo cha Dodoma, makamu mkuu wa chuo alivyosema, bodi ya mikopo kwa niaba ya serikali tumesema tukutane leo kuzungumzia utayari wa ufunguaji wa masomo katika vyuo vikuu na taasisi za elimu ya juu, kama ambavyo Mheshimiwa Rais alivyoturuhusu kuendelea na shughuli za masomo katika vyuo, na tumekuwa na maandalizi, na tukasema leo tuzungumze na nyinyi, tuzungumze na wananchi, tuzungumze na wanafunzi wetu kuhusu maandalizi, kwamba sasa si tuko tayari kwa namna mbalimbali tunapofanya kazi pamoja kwa ajili ya kutoa huduma wanazohitaji wanafunzi, ili inapofika tarehe 1 waanze kusoma katika taasisi zao. Kwa leo kwa ufupi tutazungumza mambo machache kama manne. Moja, tutazungumzia ukamilishaji wa kuleta pesa za wanafunzi wenye mikopo na wenye sifa kwenda katika vyuo mbalimbali wanakosoma. Tutawakumbusha wanafunzi, na shukuru makamu mkuu wa chuo amekwisha lizungumzia kwa kiasi, lakini tutasisitiza umuhimu na wajibu wa wanafunzi katika kuhakikisha kwamba malipo yanakamilika, wanayapata na wanaweza kuendelea na masomo. Lakini pia tutasisitiza majukumu ya vyuo vikuu na taasisi za elimu ya juu ambazo ndiko wanafunzi walikokuwa, katika kuhakikisha kwamba wanafunzi wanapata stahili pesa yao mapema sana inavyowezekana, ili waweze kusoma na kujipanga na kuhakikisha kwamba changamoto zinazoweza kutokea zinashughulikiwa mapema sana kadri inavyowezekana.
na pia tutazungumza namna ambavyo tumetengeneza utaratibu wa maafisa wa bodi ya mikopo kufanya kazi kwa karibu sana na vyuo katika kuhakikisha kwamba tunakamilisha mambo ya malipo. Na kama mnavyofahamu kwamba serikali imetoa pesa, huwa inatoa pesa, na hizi pesa mara zote zinakuwepo kwa ajili ya kulipia malipo mbalimbali ya stahili za wanafunzi. Na katika eneo la maandalizi ya malipo, naomba kutumia fursa hii kusema kwamba katika kipindi hichi kuna malipo ya aina mbili kubwa ambayo yameandaliwa na yamekamilishwa kwa ajili ya wanafunzi. Malipo ya aina ya kwanza ni kwa ajili ya malipo ya fedha ya chakula na malazi, meals and accommodation. Wanafunzi wenyewe wanapenda kuita boom, hata si neno hili walilipata wapi, lakini sisi huku tunaita meals accommodation, probably it booms into them wanapopata. Lakini hii ni pesa ambayo wanafunzi serikali inawapa kwa ajili ya kulipia gharama za chakula na malazi wanapokuwa vioni. Kawaida pesa hii wanafunzi wanalipwa katika mihula minne, quarters 4. Kwa hiyo ule mwaka wao wanagawanya mara 4 na wanapata pesa mara 4 katika kipindi hiki. Kabla vyuo havijasimama kwa ajili ya COVID-19, tulikuwa tumekwisha kamilisha malipo ya muhula wa kwanza na muhula wa pili. Na kidogo kulikuwa na pesa ya muhula wa tatu baadhi ya vyuo vilivyokuwa vimeanza. Lakini pesa ya muhula wa kwanza na muhula wa pili, quarter 1 na quarter 2, zilikuwa zimekwisha lipwa. Kwa hiyo malipo haya tunayoyazungumza sasa ni kwa ajili ya muhula wa tatu ambao vyuo vingi na wanafunzi wengi wataanza. Na gharama ya pesa ambayo italipia wanafunzi wenye mikopo wapatao 132,000 ni bilioni 63.7 billion kwa ajili ya kulipia malipo ya muhula wa tatu wa chakula na malazi kwa ajili ya wanafunzi wenye mikopo wako 132,119 na wamesambaa katika vyuo vikuu na taasisi mbalimbali zinazotoa shahada, ziko takriban 81. Kwa hiyo pesa hii wanayolipwa kwa ajili ya muhula wa tatu itagharimia chakula na malazi katika siku zipatazo 60 hivi watakazokuwa wanasoma masomo yao ya muhula wa tatu mpaka wakati fulani kwenye mwezi wa 7 kulingana na ratiba za vyuo mbalimbali, kwa sababu ratiba za lini muhula unaisha wakati mwingine zinaweza kuwa zinatofautiana kutoka chuo kimoja hadi kwenda kingine. Kwa hiyo haya ni malipo ya muhula wa tatu bilioni 163.7, na hizi zimekwisha fika na kupelekwa kwenye vyuo vyote vinavyohusika mpaka jana. Hizi bilioni 63 zimekwisha fika kwenye akaunti za vyuo vikuu vinavyohusika ili wanafunzi wanapofika katika vyuo waanze kupokea. Kwa mfano kama UDOM, makamu mkuu wa chuo anasema wanafunzi wanaanza kuingia leo. Kwa hiyo wanapoanza kufika kwa utaratibu wao tayari wanaweza kuwatengenezea utaratibu wa kupokea pesa hizi za kwao katika chuo hiki na katika vyuo vingine. Malipo ya kwota ya 4, robo ya 4, hii ni robo zinakuwa 4, yatalipwa baadaye, na hizo pesa tayari serikali imekwisha zihamishia kwenye akaunti za bodi ya mikopo. Kwa hiyo nazo wakati wake ukifika zitaandaliwa. Kwa hiyo hayo ni malipo ya kwanza ambayo tumefanya. Malipo ya ile ya pili ambayo yanafanyika mara 2 kwa mwaka. Haya ni malipo ya mwanafunzi anapangiwa vipengele vingi: chakula, malazi, analipiwa ada na vipengele vingine kulingana na shahada anayosoma. Kwa hiyo baadhi ya wanafunzi kati ya hawa wana stahili ya ada, wanalipiwa tuition fee, ada za masomo. Hizi zinalipwa mara 2 kwa mwaka, inalipwa kwa semester. Semester ya kwanza ilikwisha lipwa na sasa hivi tunalipa semester ya pili, na tuition fee kwa ajili ya semester ya pili ni bilioni 59.1, na hizi huwa zinalipwa pale ambapo chuo kinaleta ankara invoice. Kwa hiyo chuo kulingana na idadi ya wanafunzi waliokuwepo kinaleta ankara kwenye bodi ya mikopo, malipo yanaandaliwa na kupelekwa, na hizi bilioni 59 kwa ajili ya malipo ya tuition fee nazo zimeandaliwa mpaka leo. Takriban vyuo 62 vimekwisha pokea malipo ya tuition fee, na vingine mpaka kufikia mwisho wa wiki hii vilivyosalia vitapokea malipo ya tuition fee kwa ajili ya wanafunzi ambao wanastahili ya tuition fee katika kipengele hiyo. Kwa hiyo ndugu zangu, mnaona jinsi ambavyo kwa maana ya utayari unaohusiana na pesa ya wanafunzi tayari imekwisha pelekwa katika akaunti za vyuo wanavyosoma. Inasubiri tu wanafunzi watakapofika wanakamilishiwa utaratibu wa kupokea malipo ili waweze kuendelea na masomo. Kwa hiyo na sisi kwa upande wetu
ili kuhakikisha kwamba tunakwenda sambamba, na kwa sababu tunafahamu kwamba ufungaji huu ulikuwa sio wa kawaida, tumekubaliana na wenzetu wa vyuo kwamba tutafanya kazi pamoja. Kwa hiyo bodi ya mikopo inapeleka kuanzia leo, inapeleka maafisa katika vyuo vyote. Hawa maafisa wetu watakuwa wanashirikiana na watumishi na wataalamu katika vyuo vikuu kuhakikisha kwamba mikopo inalipwa kwa wakati, pesa wanafunzi, na panapotokea changamoto zinaweza kutatuliwa mara moja ili kusiwe na ucheleweshaji wa aina yoyote. Kwa hiyo wamesambaa katika vyuo vyote na watakuwepo kuanzia leo mpaka kwenye tarehe 7-8 hivi, kipindi ambacho tunahakika kwamba karibu wanafunzi wote watakuwa wamelipwa hizo pesa. Na pia ni kurahisisha kwamba hata panapokuwa na changamoto, maafisa wetu pia kushirikiana na uongozi wa vyuo, uongozi wa wanafunzi pamoja na wataalamu na madeski yanayoshughulikia mikopo, kwa pamoja na kwa haraka waweze kutatua matatizo yanaweza kutokea, ili wanafunzi wapate muda wa kusoma, wasiwe katika hizo changamoto. Kwa hiyo kama ambavyo amesema makamu mkuu wa chuo, na nadhani rais wa TAHLISO atatusaidia, wanafunzi hawa ndio wateja wetu, na sisi tumewabatiza kwamba hawa wanafunzi ndio future. Sijui kama unajua kwamba wao ndio future. Tukikaa sisi kwetu tukitizama future, tunawaona wao. Yani ukiamka unaona wanafunzi kwamba ndio future. Na Mheshimiwa Rais mmekuwa mkimsikia sana anazungumza Tanzania ijayo. Anaweza kawa anawazungumza wanafunzi hawa, na ndio maana unaona tunahangaika nao sana. Sasa kwa sababu wanafunzi hawa ndio future, na ndio maana hata makamu mkuu wa chuo amesisitiza wajilinde. Hii future yetu hii tunataka ijilinde, tunawapa nyenzo, wanalipiwa pesa wasome. Lakini wasome ili wapate ujuzi na maarifa waweze kutumika. Sitaki kusahau kusema kwamba hii pesa tunawapa ni mkopo. Tunatamani sana wasome, wamalize, wawe na ujuzi na nguvu na afya. Ndio maana lazima pia wapambane na COVID-19. Isiwachezechezee, wawe na immunity, wawe na nguvu, waweze kutumika huko siku zinazokuja na kurejesha hii mikopo. Kwa hiyo tunasisitiza kusema kweli, tutamuomba TAHLISO na maraisi na wanafunzi kwamba ili tuweze kufanikisha lengo linalotakiwa, ni kwamba ni lazima wanafunzi watimize wajibu wao. Na mtatusaidia sana kwamba wajibu wao mkubwa wanafunzi ni kujitokeza kusaini pesa zao zilizokwisha kuwa vioni. Kwamba pesa ziko tayari, kinachotakiwa sasa ni wanafunzi kujitokeza kusaini pesa zao, ni wanafunzi kutoa taarifa zinazoweza kuwa zinatakiwa kulingana na mamlaka na utaratibu wa vyuo mbalimbali. Makamu mkuu wa chuo hapa amesema utaratibu wa UDOM pengine na vyuo vingine, mwanafunzi atatakiwa mara moja anapofika chuoni kukamilisha taratibu fulani za kiusajili ili aweze kuwa katika mfumo wa kwenda. Kwa hiyo tunawaomba wanafunzi wazikamilishe kwa haraka sana kadri inavyowezekana, ili waweze pia kukamilisha kipengele cha kupokea pesa zao. Na tunawakumbusha na kusisitiza kwamba pesa wanayopewa wanafunzi ni mkopo, na kwa sababu ni mkopo, ni lazima kila mwanafunzi asaini pesa zote, kuanzia pesa za chakula na malazi, pesa za ada ya masomo zinaitwa tuition fee, ni lazima azisign ili ziweze kuingia kwenye kumbukumbu vizuri zaidi, lakini ili pia aweze kuzipata. Na kusema kweli, wanafunzi ambao kwa namna yote ile wakashindwa kusign, hawatoweza kupata hizo pesa. Kwa hiyo tumeomba tusisitize hilo, na wenzetu wa TAHLISO tunawashukuru wamekubali kutusaidia kuwaomba wenzetu wanafunzi watimize wajibu wao ili tuweze kufanikisha lengo letu. Kama mkuu wa chuo na vyuo vingine hawatoweza kutimiza program ambayo tunahakika hii program itakuwa kidogo ni ya namna yake, ikiwa wanafunzi kama wadau muhimu hawatoweza kutimiza wajibu wao kama inavyotakiwa. Lakini jambo lingine kwa wanafunzi, hata wanapokuwa na changamoto, ndio maana tumesema sisi bodi ya mikopo kushirikiana na wenzetu wa vyuo vikuu tutakuwa na maafisa kule vyuoni, pamoja na yale mawasiliano ya kawaida ya kuja kwenye ofisi zetu ofisi za Dar es Salaam, za Dodoma, za Zanzibar, Arusha, Mtwara, Mbeya, Mwanza na kwingineko. Lakini pia tumeongeza kwamba wale maafisa wanakuwa vioni. Nia ni kuhakikisha kwamba kunapotokea changamoto yoyote ziweze kutatuliwa haraka, ili wanafunzi wasihangaike kwa namna yoyote ile katika kushughulikia changamoto zinazoweza kujitokeza. Na tunashukuru wenzetu wa vyuo vikuu, kama ambavyo umemsikia makamu mkuu wa chuo. Tulipata fursa pia wiki iliyopita, Wizara ya Elimu iliandaa mkutano na wakuu wa vyuo vyote, makamu wakuu wa vyuo, kuzungumza na namna ya kujiandaa, na tumepata nafasi ya kuzungumza, na wametuhakikishia wakuu wa vyuo kwamba watatengeneza mazingira yatakayowawezesha wanafunzi kulipwa pesa zao mapema sana kadri inavyowezekana. Na kuna mmoja alitunong'oneza, anasema hata kama ikibidi kuwalipa usiku,
ingawa hicho chuo kiko katika mkoa ambao siutaji sana, kule wanaamini kwamba ukilipwa pesa usiku itapotea, lakini wao wamesema sayansi na teknolojia ishazuia hiyo, kwamba sayansi ya zamani haitoweza kuchukua pesa za wanafunzi. Kwa hivyo wao wamejiandaa kwamba hata kama wakilazimika kusaini na kulipa usiku watafanya hivyo. Kwa hivyo unaweza kuona jinsi ambavyo vyuo vimejiandaa katika kuhakikisha kwamba pesa hizo zinakwenda sawa sawa. Lakini pia tunashukuru sana, tumezungumza na wenzetu wa vyuo kwamba kama ilivyokuwa kawaida, baadhi ya vyuo vinapoweza kuwa na changamoto fulani ni kwamba pesa zinazopokelewa kwa ajili ya malipo ya wanafunzi zielekezwe katika kulipa wanafunzi, na tunashukuru sana kusema kweli wenzetu uongozi wa vyuo umesema utasimamia kuhakikisha kwamba hakuna namna yoyote inaweza kutokea kwamba pesa zikachelewa kwa ajili ya kulipia mambo mengine badala ya kwenda katika kulipia masuala yanayohusiana na wanafunzi. Kwa hiyo kwa mara nyingine tena, ndugu zangu wanahabari, tunawashukuru sana, na nyinyi ni future pia. Msije mkanuna mkasema tumanyongonyeza tujawatia katika kundi la future. Na nyinyi ni future kwa sababu mnatusaidia kutufikishia ujumbe na kuhakikisha kwamba yote haya tunaotaka tufanye katika kukamilisha maandalizi ya ufunguaji wa vyuo yanafanyika kama ambavyo tulivyodhamiria, na tunafanikiwa kutimiza lengo la kuhakikisha kwamba wanafunzi wetu wanasoma na wanahitimu kama ambavyo vyuo vilivyopanga program zao. Nawashukuruni sana kwa kunisikiliza. Nawashukuru sana. Mimi kwa majina naitwa Peter Niboye, ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Wanafunzi Taasisi za Elimu Tanzania TAHLISO. Awali yote nashukuru sana mkurugenzi wa Bodi ya Mikopo Mr. Badru pamoja na Vice Chancellor wa Chuo Kikuu cha Dodoma Professor Bae, pamoja na watumishi wote wa UDOM, serikali za wanafunzi ambao wako hapa. Tumeongozana na kamati yangu tendaji ya TAHLISO na Excom pamoja na waandishi wa habari. Awali yote naomba nichukue nafasi hii kumshukuru tena Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha kuweza kufika siku hii muhimu ambayo Tanzania hasa wanafunzi wa vyuo vya elimu ya juu nchini walikuwa wanaisubiria kwa hamu. Lakini kwa kipekee kabisa tuomba tumchukue nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli kwa maono aliyoguswa na Mwenyezi Mungu na kufikia hatua sasa ya kuruhusu wanafunzi wa vyuo vya elimu ya juu nchini kurejea kwenye masomo. Sisi kama TAHLISO pamoja na wanafunzi wa vyuo vya elimu ya juu nchini tumepokea taarifa hizi kwa furaha, na tunamwahidi Mheshimiwa Rais tutaenda kutimiza wajibu wetu ambao umetupeleka vyuoni. Lakini kwa machache ambayo amesema Mr. Badru hapa, mkurugenzi wa Bodi ya Mikopo, ningependa nikazie kwenye masuala machache. Jambo la kwanza ni kuwaomba na kuwataka wanafunzi wote wa vyuo vya elimu ya juu nchini kutekeleza maelekezo ya serikali na kuhakikisha tarehe iliyotajwa tarehe 1 wote waweze kufika vyuoni. Na tumeona ratiba ya vyuo mbalimbali ambapo wanafunzi wameshaanza kuripoti, wote wafike vyuoni na kuanza kusoma kwa wakati. Na kama mnavyofahamu tuko nje ya muda kutokana na ratiba ambayo janga lililoikumba dunia. Kwa naomba wanafunzi wote wa vyuo vya elimu ya juu nchini wafike vyuoni kwa wakati na vyuo vyote viko salama kuendelea na masomo. Tumeona muongozo wa afya ambao umetoka kupitia Wizara ya Afya kwamba wanafunzi watakuwa salama kuhakikisha kabisa kwamba wanaweza kusoma salimini. Lakini jambo lingine ningeomba kusisitiza kwenye masuala ya pesa za mikopo. Kuna wanafunzi ambao wanatumia mfumo wa DDIS, ya Digital Disbursement. Naomba niwatake wanafunzi wote wa vyuo vya elimu ya juu nchini ambao wanatumia mfumo wasithubutu kubadilisha namba za simu. Tunafahamu kwenye kipindi hichi inaweza ikatokea labda kuna baadhi ya wanafunzi wabadilisha namba za simu, inaweza ikapelekea wakachelewa kupata message na wakadhani kabisa kwamba serikali haijawapatia hizo pesa. Kwa naomba namba za simu ambazo walijisajili mwanzoni waendelee kuzitumia hizo. Hii itapelekea kuhakikisha kwamba tunaweza kutatua hizo changamoto ambazo zinaweza zikajitokeza. Lakini jambo lingine tumehakikishiwa na Bodi ya Mikopo
na hilo jambo nimethibitisha mwenyewe kwamba pesa zote za wanafunzi ziko vioni. Jukumu letu sisi kama wanafunzi wa vyuo vya elimu ya juu nchini, sasa ni wakati wetu kwenda kutekeleza wajibu wetu, kuhakikisha tuna sign hizi sheets. Kuna tabia ya wanafunzi wana sign sheets za boom, alafu wanachelewa kusign sheets za tuition fee. Sasa ombi letu sisi kama TAHLISO, tunaomba wanafunzi wote wa vyuo vya elimu ya juu nchini ambao wanategemea kupata hii mikopo zaidi ya bilioni 63.7 pamoja na hizi pesa ambazo ziko tu za tuition fees zaidi ya bilioni 59.1. Tunaomba wanafunzi wote tutekeleze wajibu wetu kuhakikisha tuna sign, na sisi kama TAHLISO hatutakuwa tayari kushirikiana na mwanafunzi yoyote ambaye atakayechelewa kusign hizi sheets na kulalamika kwamba serikali haijatoa pesa. Sisi kama TAHLISO tumethibitisha kwamba pesa zimeshaenda kwenye vyuo vyote. Sisi wajibu wetu ni kwenda kusign hizo sheets ili iweze kusaidia serikali baadaye kwenye mambo ya kufanya retirement. Lakini jambo lingine, ninaomba serikali za wanafunzi kupitia na management zetu kupitia kwa loan officers muweze kutusaidia. Na sisi kama TAHLISO, Mr. Badru pamoja na Vice Chancellor wa UDOM tuko tayari kuwaomba serikali za wanafunzi kupitia Wizara ya Fedha, wizara wa mikopo pamoja na wabunge watusaidie, washirikiane na loan officers, ikiwezekana wafika hata mida ya saa 3, saa 2 usiku, wanafunzi waendelee kusign. Tunaamini kabisa tukiwa serious ndani ya wiki moja program hizi ya kusign na wanafunzi kuweza kupata mikopo itatusaidia. Lakini watusaidie hawa loan officers na management za vyuo, sio mpaka wanafunzi waweze kusign wote. Hatua ya kwanza, wakisign wanafunzi kadhaa wapewe mikopo, wanafunzi kadhaa wakiweza kusign waweze kupata hizo hela zao. Na mimi tukitumia huu mfumo itatusaidia kabisa kwamba ndani ya wiki moja, ndani ya siku 5, wanafunzi wote wa vyuo vya elimu ya juu nchini. Na mimi naamini na niwashukuru sana bodi ya mikopo, wameona sasa kuna haja ya kuweza kutuma maafisa wao. Na mimi Mr. Badru, mimi nikuhakikishie kama tukute ndaje ya TAHLISO kwenye kanda zote, tutakuwa tayari kushirikiana na serikali, tutakuwa tayari kushirikiana na bodi ya mikopo, tutakuwa tayari kushirikiana na loan officers wote kwenye vyuo kupush wanafunzi, ikiwezekana waweze kusign hata saa 2, saa 3. Na naamini waandishi wa habari mtatusaidia, wa marais wote naamini watapata hizo taarifa. Tujitolee kuhakikisha kwamba wanafunzi waweze kusign hizi sheets, ni muhimu sana. Lakini jambo lingine, naomba niseme haya machache. Jambo la mwisho, tunaomba sana 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 vyuo vyetu, serikali imetoa pesa kwa ajili ya wanafunzi. Hatutaweza kuvumilia sisi kama TAHLISO, na wala hatuko tayari kuona hili jambo likijitokeza. Hizi pesa zitumike kama serikali ilivyoelekeza. Bilioni 63.7 ni kwa ajili ya wanafunzi wa vyuo vya elimu ya juu. Sio pesa kwa ajili ya kwenda kulipa madeni ya chuo, sio pesa kwa ajili ya kwenda kutimiza majukumu ambayo yako tofauti na malengo. Na ninaomba sana serikali kupitia Wizara ya Elimu itusaidie kuhakikisha hizi pesa zinafikia wahusika. Na Mr. Badru, mimi naamini kupitia kwa maafisa wako ambao umewatuma kwenye kila kanda, kila mkoa na kila vyuo, watusaidie hizi pesa ziwafikie walengwa. Hizi pesa zikifika kwenye vyuo wasiona sasa hii ni loophole ya kulipa baadhi ya madeni, kulipa baadhi ya mambo ya ujenzi, mambo ya nini. Hizi pesa ziwafikie wanafunzi, na sisi kama watetezi wa vyuo vya elimu ya juu, wanafunzi, hatuko tayari kuona hizi pesa ambazo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Amiri Jeshi Mkuu Dr. John Pombe Joseph Magufuli ameona hizi pesa zinawafaa waendelee kutekeleza majukumu ya wanyonge kupitia wanafunzi, ziweze kuwasaidia. Kwa hiyo Mr. Badru, mimi naomba sana kupitia kwa maafisa wako watusaidie hizi pesa ziwafikie walengwa. Na Vice Chancellor wangu wa UDOM, mikakati ambayo umejiwekea, mimi naamini vyuo vingine vyote wataweza kuiga mfumo huu wa kuhakikisha wanafunzi wote sasa wanaweza kunufaika na haya na hizi pesa. Mimi nawashukuru sana ndugu waandishi wa habari. TAHLISO iko timamu, tutaendelea kutekeleza majukumu yetu. Nawashukuru sana.
Basi nawashukuruni sana, karibuni sana na karibuni sana kwa mara ya kwanza, mara ya pili, lakini niseme kwa wale ambao pia wanataka kujiendeleza, karibuni. UDOM iko wazi na kwa program zote, ngazi zote tofauti tofauti. Karibuni sana. Labda Prof, naomba kwa ruhusa yako na mwenyeji hapa, rais wa shirikisho. Okay, sawa. Kwa dakika mbili useme lolote. Ni vyema. Mwenyewe ambaye usingekuwa tumetenda haki kama tunafika hapa dakika moja. Asante. Ndugu wakuu wa chuo, viongozi wa TAHLISO, wakurugenzi ya mkopo pamoja na viongozi waandamizi wa bodi ya mkopo. Kwa majina naitwa Godfrey Mwamwenge, rais wa serikali ya wanafunzi chuo kikuu cha Dodoma. Napenda kuchukua fursa hii hapa kushukuru uongozi mzima wa bodi ya mikopo kwa namna ambavyo wamejipanga kuhakikisha kwamba pesa za wanafunzi zinafika kwa wakati mwafaka, hata kabla hata kipindi kile ambacho Mheshimiwa Rais ameagiza. Hili ni jambo la kupongezwa sana. Lakini kwa namna pekee pia naomba nikishukuru chuo na management nzima kwa namna ambapo imejipanga kuratibu, kuwapokea na kuwakinga wanafunzi, kuratibu zoezi zima la kupata mkopo kwa wakati hadi tunasaini hela za mkopo mpaka usiku. Hili ni jambo pia la kulipongeza sana. Nasisitiza sana wanafunzi wote wa chuo kikuu cha Dodoma kuhakikisha kwamba wanasaini hela kwa wakati ili kuanza masomo kwa wakati. Hii kwenye kusaini hela ni sambamba na kusaini zile ada zao. Kwa sababu imetokea wanafunzi wanasaini sana hela za boom ambazo ni meals and accommodation na wanakimbia kwenye kusaini ada. Naomba nisisitize na nitashirikiana na uongozi wa chuo sambamba kuhakikisha kwamba wanafunzi wote wanasaini hela zao kwa wakati. Na pia tutashirikiana sambamba na bodi ya mikopo kuhakikisha hili swala tunafikia. Nawashukuru sana kwa kunisikiliza. Karibuni sana UDOM. Asante. Naitwa Godfrey Mwamwenge, rais wa serikali ya wanafunzi chuo kikuu cha Dodoma.